Ujambo ndugu mkulima, karibu sana. Leo tuna jambo zito sana la kuzungumza. Kuna takwimu moja ya kuhuzunisha, lakini ni lazima tuikabili. Hebu fikiria hili. 30%, yani karibia theluthi moja ya miche yote ya parachichi tunayopanda hapa Tanzania inakufa kabla haijatimiza hata mwaka mmoja. Unapanda miche 100, 30 inakufa. Hiyo ni hasara ya pesa, nguvu na hata matumaini. Sasa, sikiliza kwa makini. Mara nyingi sana, tatizo sio ubora wa mche ulionunua. Hapana, tatizo ni sisi wenyewe. Ni jinsi tunavyoupanda. Lakini habari njema ni kwamba kuna hatua nane tu za kitaalamu ambazo ukizifuata unabadilisha kabisa huu mche kutoka hasara na kuwa faida kubwa. Hebu tuende nazo moja baada ya nyingine. Sawa, kabla hata hatujashika jembe, kabla hatujagusa meche, kazi inaanza hapa, kwenye kupanga shamba. Utaacha nafasi gani kati ya mti na mti? Hili swali dogo ndilo linaamua mustakabali mzima wa shamba lako, kuanzia urahisi wa kulihudumia hadi wingi wa mavuno. Okay, hebu tuitazame hii jedwali kwa pamoja. Unaona, kuna mifumo mikuu minne. Ule wa kawaida wa mita 8 kwa 8, huo ni wa kustarehe, rahisi sana kusimamia na unapata mavuno kwa muda mrefu. Lakini kama unataka kurudisha gharama zako chap chap, basi angalia huu wa mita 6 kwa 6. Unapata miti karibia mara 2 kwa eka. Na kwa wale wakulima wa karibu kabisa, 5 kwa 5 inaweka miti mingi zaidi, ila lazima uwe tayari kwa kazi ya kupogoa kweli kweli. Sasa, wataalamu wanashauri nini hasa? Sikia hapa. Kama lengo lako ni soko la nje, la export, tumia mita 7 kwa 7 au 8 kwa 8. Itakupa matunda makubwa. Kama wewe ni mkulima mdogo, unaweka 1 mpaka 3, mita 6 kwa 6 itakupa matokeo mazuri sana. Na kwa wawekezaji wakubwa wanaotumia umwagiliaji wa matone, basi fikiria mpangilio wa safu, yani mita 5 kwa 7 au hata 4 kwa 7. Unaona picha hii inavyoonyesha vizuri? Kama unatumia mfumo wa drip au una mpango wa kuweka, huu mpangilio wa safu unafanya kazi ya kutandaza mipira iwe rahisi sana. Na muhimu zaidi, unahakikisha kila tone la maji linafanya kazi yake ipasavyo. Sawa, naamini kwenye nafasi tumeelewana. Sasa, tuende kwenye kiini cha maelezo yetu ya leo. Hizi ndizo hatua 8 za kitaalamu za upandaji ambazo lazima uzijue na uzifuate. Naomba unipe umakini wako wote hapa, kwa sababu hapa ndipo penye uhai wa mche wako. Hatua ya kwanza, na hili ni agizo, usichimbe shimo na kupanda siku hiyo hiyo. Andaa shimo lako siku 2 au 3 kabla. Chukua ule udongo wa juu, changanya vizuri na samadi iliyooza vizuri, weka na mbolea ya DAP kidogo. Jaza mchanganyiko huo nusu shimo, kisha mwagilia maji kidogo. Hii ni kama kumwandalia mche kitanda kizuri, kilichotulia na chenye chakula tayari kumkaribisha. Pili, chagua muda sahihi. Muda ni kila kitu kwa mche mchanga. Panda jioni wakati jua linapoa, au asubuhi na mapema sana kabla jua halijaanza kuwaka. Ukifanya kosa la kupanda mchana kuwepu, lile jua kali linamshitua mche, linamnyonya maji, na hapo ndio unakaribisha matatizo. Hatua ya 3. Hapa ndipo wengi wetu tunaharibu. Tafadhali usivute ule mfuko wa plastiki kwa nguvu. Unakata na kuharibu ile mizizi midogo midogo ambayo ndio mdomo wa mmea. Chukua wembe au kisu kikali, kata ule mfuko taratibu kuanzia juu kwenda chini na uuvwe kwa upole, huku udongo wake ukiwa bado umeshikana vizuri. 4. Kina cha upandaji. Kanuni rahisi sana. Usawa wa udongo kwenye mfuko lazima ulingane na usawa wa ardhi ya shamba lako. Na jambo la muhimu kuliko yote ambalo hutakiwi kulikosea kamwe, ile sehemu ya kiungio, yani graft union, lazima ibaki juu ya udongo. Ukiifukia, umekaribisha magonjwa ya kuoza shina. Ni kosa la kifo. 5. Baada ya kuweka mche vizuri shimoni, jaza udongo uliobaki. Kisha tumia viganja vyako kubonyeza taratibu kuzunguka shina ili kutoa mifuko ya hawa. Halafu, tengeneza katuta kadogo kama kibakuli kuzunguka mche. Hii itasaidia kukusanya maji na kuyaelekeza moja kwa moja kwenye mizizi. 6. Na hii ifanyike mara moja bila kuchelewa. Mpe mche wako kinywaji chake cha kwanza.
Lita 10 mpaka 15 zinatosha kabisa. Lakini usimwage yote kwa kasi. Mwaga polepole, acha maji yapenye taratibu ardhini na kulowanesha eneo lote la mizizi. 7. Mfunike mche wako. Mpe blanketi. Weka matandazo kama nyasi kavu au majani makavu. Tandaza tabaka zuri lenye unene wa sentimita 10 hadi 15 kuzunguka mche wako. Matandazo yanasaidia sana kuhifadhi unyevu ardhini na pia yanazuia magugu yasiyoyote na kushindana na mche wako. Lakini kuna kanuni ya dhahabu hapa. Unapoweka hayo matandazo, hakikisha yanaishia sentimita 10 kabla ya kugusa shina la mti. Yaani, acha nafasi kidogo izunguke shina. Usirundike matandazo kwenye shina, la sivyo unyevu unaweza kusababisha uozo na kuua mche wako kimya kimya. Na hatua ya mwisho kabisa, ya 8. Mpe tegemeo. Simika kijiti chenye urefu wa kama mita 1 karibu na mche. Halafu, tumia kamba laini kumfunga mche kwenye hicho kijiti. Usikaze sana, funga kilegevu tu. Hii inamlinda dhidi ya upepo mkali, usije ukamvunja. Basi, hebu tupitie orodha hii haraka. Kila unapopanda mche mmoja jichunguze. Shimo lina mifereji mizuri? Udongo umeshachanganywa? Kiunganio kiko juu ya udongo? Nimeweka matandazo na kijiti? Nimemwagilia maji? Na nimeandika tarehe niliyopanda? Ukijibu ndiyo kwa yote haya, hongera sana. Umefanya kazi ya kitaalamu. Naamini sasa umeona wazi jinsi hizi hatua 8 zinavyoweza kuleta tofauti ya kufa na kupona kwa mche wako. Lakini ukweli ni kwamba huu ni mwanzo tu wa safari. Kupanda vizuri ni hatua ya kwanza. Ili ufanikiwe kweli kweli, unahitaji ramani kamili ya safari nzima. Fikiria, umeshapanda vizuri, halafu baada ya miezi miwili majani yanaanza kuwa ya njano. Utafanyaje? Mbolea gani unaweka mwaka wa kwanza, wa pili? Jinsi ya kupogoa? Dawa gani unatumia kuzuia wadudu? Majibu yote haya na mengine mengi yapo ndani ya kitabu hiki kimoja, Kilimo cha Parachichi Tanzania. Ni sura 15 za maarifa ya shambani. Na hiki kitabu hakijaandikwa na mtu wa ofisini. Kimeandikwa na mtu wa shambani, Daudi Mwakalinga. Ana shahada yake kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine, ndiyo, lakini muhimu zaidi, ana uzoefu wa zaidi ya miaka 13 akiwa shambani, akichafuka na udongo, akitatua changamoto halisi la wakulima kama wewe na mimi. Kwa kawaida, kupata maarifa yote haya, yaani mtaalamu akushike mkono kwa mwaka mzima, gharama yake inaweza kufika hata shilingi 500,000. Lakini lengo letu ni kuwasaidia wakulima wengi iwezekanavyo. Ndiyo maana kwa ajili ya watu 99 tu wa kwanza watakaochukua hatua, gharama ya kupata mwongozo huu wote ni shilingi 45,000 tu. 45,000 tu. Na nina garantii kwako, ukisoma hiki kitabu na usijifunze hata kitu kimoja kipya kitakachosaidia shamba lako, tuambie tu na tunakurudishia fedha yako yote, bila maswali, bila ubishi, hakuna hasara upande wako. Basi, kama uko tayari kuwekeza kwenye mafanikio ya shamba lako, fanya hivi sasa. Tuma shilingi 45,000 kwenda M-Pesa namba 0763071007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Baada ya hapo, tuma ujumbe kwenye WhatsApp namba hiyo hiyo. Andika jina lako na barua pepe yako, yani email. Ndani ya dakika 5 hadi 10 kitabu kitakuwa kimekufikia. Kumbuka, hii ofa ni kwa watu 99 tu wa kwanza. Usikosa fursa hii.